Kuna jipigie makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuchukua nafasi nishukuru Mungu wangu aliye hai kwa sababu ya wakati na dakika hii. Bwana Yesu asifiwe. Pia nataka kuchukua nafasi nyingine nimshukuru baba wangu wa kiroho Reverend Samuel kwa vile amekuwa akinifunza njia nzuri za huyu Mungu mpaka nifike mahali Bwana anataka nifike. Bwana Yesu asifiwe. Pigeni makofi mazuri. Pia wachungaji wote tulio chini yake tupigeni makofi mazuri. Wewe jipigie makofi mazuri. Ni kwa sababu Mungu anakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuita waimbaji tuimbe wimbo moja inayosema nafsi yangu usichoke. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nimeuliza nani amechoka. Bwana Yesu asifiwe. Na hali anapitia. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuambie Mungu ya kwamba tutachoka. Simama na miguu yako. Tumwabudu Bwana, tumwambie nafsi yangu usichoke. Jesus. Mungu mikono yako tumwabudu. Nafsi yangu usichoke. Moyo wangu msifu Bwana. Aliahidi atatenda, tumainie Bwana. Maneno yake sio yetu, nguvu zetu si kama yake. Ndivyo ilivyo tuache wazo yake ni makuu. Kama mfuo Yesu atatimiza alivyosema, atatenda alivyosema. Aliahidi atatenda, tumainie Bwana. Aliahidi atatenda, nafsi yangu usichoke. Roho yako msifu Bwana. Aliahidi atatenda, tumainie Bwana. Maneno yake sio yetu, njia zake si kama zetu. Yetu zilivyo tuache wazo yake ni makuu. Aliahidi atatenda, nafsi yake ni makubwa. Aliahidi atatenda, tumainie Bwana. Atatimiza mapenzi yake, atatenda alivyosema. Aliahidi atatenda, tumainie Bwana. Atatimiza mapenzi yake, atatenda alivyosema. Aliahidi atatenda, tumainie Bwana. Kama mvua ishukayo toka mbinguni kwenye ardhi, na neno lake la kinywa chake halitarudi bure. Atatimiza mapenzi yake, atatenda alivyosema. Aliahidi atatenda, tumainie Bwana. Asante.
Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Nafsi yangu usichoke. Bwana Yesu asifiwe. Utumainie Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ni yeye ako na jambo lako la mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ningetaka tuingie moja kwa moja kwenye maandiko ya siku ya leo iliyo katika kitabu cha Mwanzo 16 kuanzia mstari wa 6 mpaka 15 ili tusikie ujumbe wa Mungu siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Aligeuza Pastor Peter kanisomea Mwanzo 16 6 mpaka 15. Tusome katika Mwanzo 16 mstari wake wa 6. Abrahamu akamwambia, mtumishi wako yuko mikononi mwako. Mtendee lolote unalofikiri ni bora zaidi. Ndipo Sarai akamtesa Hagari. Hivyo akatoroka. Malaika wa Bwana akamtua, akamkuta Hagari karibu na chemichemi huko jangwani. Ilikuwa chemichemi ile iliyokuwa kando ya barabara iendayo Shuri. Verse 8. Malaika akamwambia, Hagari mtumishi wa Sarai, umetokea wapi na unakwenda wapi? Akamjibu, ninamkimbia bibi yangu Sarai. Ndipo malaika wa Bwana akamwambia, rudi kwa bibi yako ukajishushe chini yake. Malaika akaendelea kusema, nitazidisha wazao wako hivi kwamba watakuwa wengi mno wasiohesabika. Pia malaika wa Bwana akamwambia, wewe sasa una mimba, nawe utamzaa mwana. Utamuita jina lake Ishmaeli, kwa sababu Bwana amesikia juu ya huzuni yako. Verse 12. Atakuwa punda mwitu katikati ya wanadamu. Mkono wake utakuwa dhidi ya kila mtu na mkono wa kila mtu dhidi yake. Naye ataishi kwa uhasama na ndugu zake wote. Hagari akampa Bwana aliyezungumza naye jina hili, wewe ndiwe Mungu unionaye mimi. Kwa maana alisema, sasa nimemwona yeye anayeniona mimi. Ndiyo sababu kisima kile kikaitwa Belahai Roi, ambacho bado kipo huko hata leo, kati ya Kadeshi na Beredi. Verse 15. Hivyo Hagari akamzalia Abrahamu mwana, naye Abrahamu akamuita huyo mwana Hagari aliyemzalia akamuita Ishmaeli. Abrahamu alikuwa na umri wa miaka 86 wakati Hagari alipomzalia Ishmaeli. Pigeni makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiangalia saa hii ni saa 5 na dakika 10. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiangalia ile miaka umeishi hapa duniani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni saa 5 na 10. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe unajua yale yote yametendeka hiyo miaka uko nayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka saa 5 na dakika 10. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haujui saa 5 na dakika 20 vile Mungu anaweza akafanya. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Haujui nini Mungu anaweza akafanya. Saa 5 na nusu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unajua yale yote umepitia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini saa 5 na nusu haujui. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza akatenda maajabu ya kukustajabisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa usiangalie. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tumeimba wimbo ikasema, nafsi yangu usichoke, mtumainie Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unajua vile umeshindwa kimaisha. Tagulia miaka uko naye na mpaka saa 5 na dakika 10. Bwana Yesu asifiwe. Lakini saa 5 na dakika 30 Mungu anaweza kukustajabisha kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sahau na yale yote umepitia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu hakuweka macho nyuma. Kwa nini?
kwa sababu hataki uangalie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hataki uangalie yale umepita. Bwana Yesu asifiwe. Akaweka macho mbele. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tazamie yale yaliyo mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kisha maandiko inasema kwenye Wakorintho wa kwanza 2:9, kuna mambo ambayo haijawahi sikika. Bwana Yesu asifiwe. Kuna baraka ambayo haijawahi sikia. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo Mungu amewekea watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yadi monga ya tuya ile itasionekana hapo. Sitalisaiweka ili ya tuya ile. Ndivyo maandiko yanasema. Mwana ya roho. Kwa hivyo usikufe moyo. Saidia mwenzako umwambie jitie nguvu katika hii safari. Jitie nguvu katika hii safari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo sasa nataka tuingie kwenye maandiko ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu ni Hagai ambaye tunamjua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko inasema huyu Hagai tunamjua vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko inasema Hagai aliposhika mimba na Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kushika mimba, Bwana Yesu asifiwe, Sarai akaanza kumtesa. Bwana Yesu asifiwe. Akaanza kumtesa Hagai. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka Hagai akatoroka. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya kutoroka alienda kwenye kisima. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko inasema malaika wa Bwana akamtembelea. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa kwenye kile kisima. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati alimtembelea akamwambia rudi uende kwa Ibrahimu na unyenyekee na Mungu atakuja kukubariki na mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia wewe nitakuja kukubariki na mtoto na jina lake ataitwa Ishmaeli. Mpendwa, siku ya leo nimekuletea ujumbe ya kwamba sijui ni hiyo mimba gani umebeba. Kuna mwingine siku ya leo amebeba mimba ya kudharauliwa. Kuna mwingine leo amebeba mimba ya kukataliwa, ya kukosa kazi kama Ishmaeli. Lakini siku ya leo nimekuletea ujumbe, tazamia Jehova, kwa sababu leo atasikia kilio ya mateso yako. Kilio ya mateso yako inaeleweka na Jehova. Siku ya leo, dakika hii, kuna mtu anapitia magumu, lakini dakika hii kuna mtu ambaye already Mungu anasikia kilio chako. Oh, hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine siku ya leo amebeba mimba ya kudharauliwa, amebeba mimba ya ndoa kukataa, lakini leo kila mmoja siku ya leo tumebeba mimba. Kila mmoja siku ya leo, hakuna hajabeba mimba. Hiyo jambo ambayo inakusumbua ndio inasema mimba. Bwana Yesu asifiwe. Jambo ambalo unashindwa utaanzia wapi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni mimba tumebeba. Hiyo jambo inafanya usilale usiku. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo jambo unafikiria. Bwana Yesu asifiwe. Na hujui utaanzia wapi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio mimba ninaongelea. Saidia mwenzako sasa nimeelewa. Mwambie sasa nimeelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja amebeba mimba. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hilo jambo unaona ni gumu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Haujui msanda utatoka wapi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio mimba ninaongelea. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Hagai baada ya kwenda kwenye kisima, Mungu alimtembelea akamwambia utakuja kupata mtoto, jina lake ataitwa Ishmaeli. Maana yake ni kusema Mungu amesikia kilio yako. Kuna mtu siku ya leo Mungu amesikia kilio yako. Kuna mtu siku ya leo Mungu amesikia kilio ya watu wao. Kuna mtu siku ya leo vita imechacha, lakini leo nimekuletea ujumbe nilivyoonaka. Kuna kilio imesikika mbinguni. Kuna neema itakufikia. Kuna neema kilio yako imesikika siku ya leo. Kilio yako ya depression, ya magonjwa, ya kukataliwa, ya kazi imesikika. Oh Jesus. Bwana Yesu makofi
ni mzuri. Thank you Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Chukua hatua hii. Ndio. Ya kwamba kilio yako. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana ninakwambia usichoke. Bwana Yesu asifiwe. Nafsi yangu haitachoka. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maana namtumania Bwana anayeweza kufanya makubwa kuliko hayo unaona. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Bwana Yesu makofi. Maandiko yanaendelea na kusema wakati malaika alikuja akatembelea Haruni. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Maandiko inasema Ndio. wakati alimtembelea, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Alimwambia ya kwamba uzao wako utakuwa mwingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuiga siku ya leo. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wanaweza wakahesabu. Bwana Yesu asifiwe. Hii aibu umepitia. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaweza wakahesabu vile ulirudi nyuma, vile ulianguka, lakini nimekuletea ujumbe ya kwamba nikuambie hata kama wanaweza wakahesabu ile kilio umelia haitahesabika. Hiyo baraka yako haitahesabika. Wanaweza wakahesabu ile umerudi nyuma, siku ya leo baraka yako haitahesabika. Neema yako haitahesabika. Wanahesabu ndio vile umeanguka, lakini neema yako, ushindi wako hautahesabika. Ushindi wako hautahesabika. Wanahesabu, wanaona vile umeanguka na kurudi nyuma, lakini ushindi wako hautahesabika. Hautahesabika. Bwana Yesu asifiwe. Wanahesabu ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanahesabu Ndio. uliza mwenzako, nini watu wamekuhesabia? Ni kitu watu wamekuhesabia. Nini wanahesabu? Sasa kila mtu amebeba jambo linamsumbua. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hauwezi ukakosa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kuna wengine wanahesabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wengine wanahesabu vile umeshindwa, Ndio. vile atimurufutwa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine wanakuhesabia. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni makapu umepitia, Ndio. lakini ushindi wako hautahesabika. Ushindi wako hautahesabika. Kibali yako saa hii wanakuhesabia. Hiyo kilio wanakuhesabia. Hiyo kukataliwa, lakini kibali yako haitahesabiwa. Neema yako haitahesabiwa. Walihesabu wakaona umekwisha, lakini ushindi wako hautahesabika. Maana utakuwa mwingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alimwambia Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uzao wako Ehe. hautahesabika Kabisa. kwa hiyo asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa wanahesabu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vile ubackside. Neguo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vile uliapply visa. Ehe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na bado haujafaulu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana nikasema sasa wanajua Ndio. saa 5 na dakika 20, lakini saa 5 na 30 hawajui. Saa 5 hawajui ile imepita. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Hawajui. Wamekuhesabia. Ndio. Kama ulipozaliwa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wamekuhesabia. Ile mahoja imekushinda. Ile vitu unapitia. Lakini saa 5 na 25 hakuna anajua. Hiyo ni Yehova. Yehova anaweza akabadilisha maisha yako. Saa 5 na dakika 30. Hawajui. Hawajui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawajui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama uko na imani. Yes. Sifirie Bwana Yesu na kwa Mungu. Thank you Jesus.
Amen. Wanaona kweli hakuna mahali rehema. Yes. Kuna mwipaji wa siri. Ndio. Atimeomba ngoja ngaibireko. Unaniangalianga. Unashindwa nitatokea wapi? Ndio. Umejibu leo. Nipe muda kidogo. Nitakuita kwa victory yangu. Nitakuita. Nikusajilia Bwana. Mwambie wapatie ni Mungu. Mwambie ni Jehova yule ninaamini. Ya kwamba yeye ataishinda. Itaruba inuke. Itanishinda inuke. Mungu wangu hajaishinda. Ndiye Yesu mapepo mzima. Amen. Bwana ndiye Yesu makofi mzima. Tunaongea kuhusu magari. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni magari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi mama nasema kila mmoja amebeba mimba. Hamireni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo mimba wakati alipokea mimba. Ndipo mateso yalianza. Kabla hajakuwa amepata mimba, hakuna mateso. Hakuna madharau. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Faida haikuinuka. Ndio. I beg to repeat. Katika mhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati habari hakuwa amepata mimba. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuwa anapigwa vita. Ndio. Hakuwa anateseka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wakati alishika mimba, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile mateso ilianza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku ya leo haijalishi umekuja hii duniani na mnadhani, lakini siku ya leo sasa Mungu amepanga juu ya maisha yako. Hawajui. Kada kupatia. Hawajui. Wanajua hiyo imepata. Lakini hawajui. Saa sita. Yes. Vile Mungu atafanya. Oh my man. Hawajui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kile Bwana Yesu nakupa. Habari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Habari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati habari alienda sasa maandiko yanasema Mungu akamwambia utakuja kupata mtoto aitwaye Ismaili. Ismaili ni kumaanisha Mungu amesikia mateso, kilio ya maisha yako. Yani in other words, Mungu amejibu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amejibu chochote unapitia juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama wewe ni mzee, unaona maisha ni kusonga inasonga. Haujui utaenda wapi, haujui Mungu anataka wapi. Tabia mwenzako unaweza kuwa haupati baraka kama Enoko, lakini wamebeba mbegu uzao ulio wa baraka. Amen. Unaweza unaweza kuwa ni kweli wewe ni mzima, unaona hakika hakuna tumaini lingine. Unaweza kuwa haujabarikiwa, lakini uzao wako Bwana Yesu asifiwe ni mwingi kuliko. Bwana Yesu asifiwe. Chochote unapitia kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hata Ismaili, hata Hagari hakuwa anajua yeye hakuwa amebarikiwa, lakini mtoto wake alifanya abarikiwe. Ndio maana nasema unaweza kuwa unaona maisha inasonga, lakini hakuna neema na kibali ya financial breakthrough ya chochote unahitaji. Lakini wacha nikwambie, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anaweza akatenda anything. Yes. Maana uliza mwenzako, abia mwenzako, hiyo utajiri haijawahi onekana. Ile utajiri mimi nimewekewa. Ni mimi ni First Corinthians 2:9. Hiyo neema, hiyo ushindi, hiyo mamlaka, hiyo neema ambayo haijawahi sikika. Abia mwenzako, mimi nimewekewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
hiyo haitawasikika. Ndivyo maandiko yanasema. Yaani baraka wewe unaona gari, lakini kuna gari kubwa ingine haijawahi onekana, haijawahi achiliwa kwenye nchi yetu ambayo Mungu amewekea watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo angalia, uliza mwenzako, wewe sasa unanipiga vita kwa sababu ya appetizer. Mwambie hii baraka niko nayo ni appetizer. Hii baraka niko nayo ni appetizer. Mwambie ni appetizer. Ni appetizer. Mwambie sasa unanipiga juu ya appetizer. Unanipiga juu ya appetizer. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utajiri halisi ukikuja utafanya namna gani? I pray for this. Bwana Yesu asifiwe. Unaniinusia, unanipiga usiku, lakini sasa unanipigia ili appetizer Mungu ameachilia. Baraka halisi ikikuja utafanya namna gani? Utafanyaje? Sitajua. Angalia, utajinyoka. Abia mazako. Hii baraka niko nayo. Hii baraka niko nayo. Ni appetizer tu. Ni appetizer. Mungu hajaachilia the original. Mungu hajaachilia the original. Sasa sijui utafanya namna gani wakati Jehova ataachilia ushindi wangu zaidi. Sijui utafanya namna gani wakati Jehova ataachilia gari yangu halisi. Unanipila leo uyapetaiza, lakini haujui original baraka iko on the way. Yani ili appetizer. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Lakini wao wanafikiria umefika. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Wanafikiria umefika. Wanakuhesabia siku ya kukufa. Ndio. Lakini sasa hawajui ni appetizer. Halo. Ni appetizer Mungu amekupea. Hajakubariki na ufaidi wake waishi. Lakini siku ya leo nimekuletea ujumbe. Watoa hesabu ya umepitia. Watoa hesabu hiyo kilio, lakini ushindi wako, baraka yako halisi haitahesabika. Umehesabu, umerudi nyuma mara tatu, lakini mbele ile hatua ya kwenda mbele unachukua. Hawajui, wanaangalia umerudi nyuma, lakini hawajui Jehova ako tayari kukuchukua kwenye hatua isiyoeleweka. Jehova anakupeleka kwenye hatua isiyoeleweka na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wana hesabu kurudi nyuma. Ndio. Hawaangalii ile hatua Mungu atakupeleka mbele. Hiyo hamjafika. Hiyo hamjafika. I beg to repeat. Naomba nirudie. Rudia tafadhali. Rudia. Naomba nirudie. I beg to repeat. I beseech to repeat. Nipigie makofi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Angalia. Ndio. Abia mwenzako angalia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Ukiangalia, hebu uliza mwenzako. Wewe ni nini unahesabia niko nayo? Unaweza nihesabia nini niko nayo? Ati mwingine anasema hakuna. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Uliza mwenzako. Wewe ukiniangalia, unaweza ukanihesabia nini? Ati mwingine anasema hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie hajui. Bwana Yesu asifiwe. Anaona hiyo tu yenye anaona, lakini hajui
ushindi mkubwa Yehova ameniletea. Mwambie mpendwa, wewe endelea na kuhesabu na mimi niendelee na kutazama na kusongelea baraka ya Yehova. Ndio maana leo nimekuletea ujumbe ya kwamba siku ya leo appetizer. Halo, hiyo ni appetizer. Yesu asifiwe. Mwambie ni appetizer. Kama ni gani? Hapo na ribogo. Mwambie hiyo ni appetizer. Ni appetizer. Yesu asifiwe. Amen. Wewe. Baba yetu ni appetizer. Lakini bibi hapo. Bibi si appetizer. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu huwa wana misinterpret neno. Wanaenda wanasema tuliambiwa leo sasa wanafika kwa nyumba. Wanasema tuliambiwa chochote tuko nayo ni appetizer. Hiyo niweke mshiki. Bibi si appetizer. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bibi si appetizer. Mungu alimwachilia awe msaada wako. Kwa hiyo halo, bibi ni wako tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio mambo yako ya appetizer. Bibi si appetizer. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Akimwambia kumbe kuna wengine watakuja. Akilele ni appetizer. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Si appetizer. Mshike hiyo wewe. Bwana Yesu asifiwe. Wazee wasike hiyo. Halo. Usiseme ati ni appetizer. Ati Mungu analeta hekima. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bibi si appetizer. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wakutubu pamoja na wewe. Maandiko yanasema atakaye watanisha wewe wapenda nao na harasi. Halo. Kwa hivyo akikushikanisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio appetizer. Hiyo ni ya kutubu. Hiyo haijafika. Sema Mungu ni mwema. Sema tumeeleweka. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Hagari. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa kwenye kisima. Ndio. Hakuna mtu akimwangalia. Ndio. Lakini malaika wa Bwana ndiye alishuka peke yake. Ni kweli. Kuongozwa na Roho wa Mungu. Akamwambia, sasa rudi kwa Ibrahimu. Maana nitakuzidishia uzao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko inasema Ndio. Wakati huyu Hagari alipata wakati Mungu alikuonekania na akapata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Hagari alisema, Ndio. Yesu wewe uonaye. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe Mungu uonaye. Alimuita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si Mungu akuone leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si Mungu akuone leo. Yes. Ainua sauti akasema, wewe Mungu umeonaye, nitabadilisha hii kisima ambayo haikuwa inaonekana, na sasa nitaanza kusema ni Mungu aonaye. Kuna siku ya leo Mungu ashakuona, kwa hiyo unapitia. Huyu Hagari alifanya kisima ibadilike. Hapa nayo siku ya leo unaenda kubadilisha mambo makubwa. Kwenye soko unabadilisha mambo makubwa Kabisa. kwenye familia. Huyo Hagari alifanya kisima ibadilike. Haikuwa na jina. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikaitwa namna gani? Nuru Rahai Roho. Maana yake Mungu ameniona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ameniona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani siku ya leo unahitaji tu Ismaeli na pili na Roho. Hayo hujafika. Unahitaji pili na Roho. Pili na hai Roho. Bwana Yesu asifiwe. Na Ismaeli ndio maisha yako ibadilike kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Ismaeli alikuja
alibadilika na akaambiwa hiyo uzao wako utakuwa wiki. Wacha kuona yale unapitia sahi, hiyo uzao wako wa kazi utakuwa wiki, watoto wako watakuwa wiki kuliko vile unafikiria kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Baraka zako zitakuwa za ajabu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia Bwana Yesu makofi. Thank you Jesus. Hata kama utasahau na hayo mengine, utasahau bila hayo. Bila hayo na Israeli na sana ya kukutia nguvu. Leo nimekuja kukutia nguvu. Ndio. Nikuambie. Hiyo ni appetizer. Appetizer. Uko nayo. Usisahau appetizer. Bwana Yesu asifiwe. I don't know what they are going to do when you receive your original presence. The main blessing. They are just fighting you because of the little blessing you have. But I don't know how they will come to do when you receive your original presence. Amen. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo siku ya leo, Bwana Yesu asifiwe. Saidia mwenzako. Mwambie saidi saa 6 inaelekea. Saidi saa 6 inaelekea. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mwambie saidi saa 6. Saidi saa 6. Mwambie na imani. Lakini saa 7. Na dakika 10. Na dakika 20. Na 30. Haujui. Mungu anaweza akaibadilishia hii maisha unaniona siku ya leo. Kwa imani ya Mungu siku anaweza akatenda. Haya kweli, nani anajua baadaye? Hakuna ajua kesho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo unajua yale yote umepitia. Ati nilianguka. Bwana Yesu asifiwe. Nilifutwa kazi. Niliinukiwa. Bwana Yesu asifiwe. Nilidharauliwa. Hiyo yote ndio unajua sofa. Bwana Yesu asifiwe. Chochote umepitia ndio unajua sofa. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atamatusi. Unatusiwa. Kama umetusiwa, ngojea beki. Bwana utatusiwa bado. As long as uko hapa duniani, lazima upitie makubwa. Bwana Yesu asifiwe. So langu nikukuambia, vumilia. Hiyo hujashika. Wewe vumilia. Bwana Yesu asifiwe. Wewe vumilia. Hapo ni mengi. Bwana Yesu asifiwe. Vumilia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila unapofanya ndio wimbo tumesema nafsi yangu usichoke. Bwana Yesu asifiwe. Roho yangu msifu Bwana. Aliahidi atatenda. Ukimwambia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maneno yake halo ya kinywa chake haitarudi bure. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kama vile mvua inyeshayo isukavyo kutoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mvua inanyesha kutoka mbinguni inakuja duniani. Bwana Yesu asifiwe. Na neno lake la kinywa chake halitarudi bure. Na anamalizia na kusema aje? Atatimiza mapenzi yake, atatenda alivyosema, aliahidi atatenda. Aliahidi atatenda. Atatimiza mapenzi yake, atatenda alivyosema, aliahidi atatenda. Nafsi yangu usichoke, roho yako msifu Bwana. Aliahidi atatenda.
kama mvua isukani toka mbinguni kwenye maneno yake na kinywa chake halitarudi. Pige Bwana Yesu makofi mazuri. Na nimemaliza neno ya siku ya leo. Pige Bwana Yesu makofi mazuri. Thank you, Jesus. Na Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Katini chini sasa. Nilikuwa nataka tuimbe hiyo wimbo. Bwana Yesu asifiwe. Uliza mwenzako kama kuna kitu ameshika. Kuna kitu umeshika. Kama kuna mtu ametia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Uliza mwenzako, wewe umeshika nini? Umeshika nini? Kila kitu si appetizer. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Mungu si appetizer. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Mungu wa kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu wa kuishi milele na milele. Our God is not an appetizer. Bwana Yesu asifiwe. Maana anafanya makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wewe Ismaili si kufanyikia. Bwana Yesu asifiwe. Sipokee Ismaili wako leo. Bwana Yesu asifiwe. Si lazima upokee mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Nikisema upokee Ismaili, Bwana Yesu asifiwe, ninamaanisha kiroho yako sijipiwe. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Sipokee Ismaili wako leo. Bwana Yesu asifiwe. Sipokee hiyo kisima ambayo inaitwa mbili na high road. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo ni ya kusema Mungu amekuona. Mungu amekuona siku ya leo. Kwenye hiyo kilio unapitia, kwenye hiyo kazi unaomba, Mungu amekuona leo. Kwenye hiyo mipango uko nayo, Mungu ashakuona. Anaenda kufanya mambo makubwa ambayo mwanadamu hatawaiona, hajawahi sikika, ambayo Mungu amekupatia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu makofi. Thank you, Jesus. Kama dakika hii ningetaka kuuliza kama kuna mtu angetaka kupeana maisha yake kwa Bwana. Yote tu angetaka kupeana maisha yake kwa Bwana. Yote kama hakuna, ningeomba tusimame na miguu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Simame na miguu yetu. Neno limeachiliwa sasa. Mapenzi ya Mungu izidi kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka ujarishe mikono yako, tupige mambo yetu makofi mazuri. Leo tunasoma pige makofi mazuri anapokuwa tuendelee. Makofi mazuri. Mungu akutende mema. Pige mchungaji makofi mazuri. Ametuhubiria vizuri. Pigia Bwana Yesu makofi sasa. Hivyo akitabaya kwa juu sasa, nataka tushangilie Bwana Yesu. Wale wameshika neno kwa imani, tushangilie Mungu atende. Amen. Mimi nimeshika kwamba saa hii next minute haujui kile Mungu atatenda. Amen. Hainua juu sasa. Haya peperusha haya. Twende haya. 1, 2, 3. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Shangwe na vigelegele zaidi. Karuka kibaya shangilia Bwana Yesu. Amen. Amen. Pache mwenzako haicheni. Mwambie hiyo neno ifanye kazi kwako. Mwambie pokea roho ya Mungu ya kutimiza neno. Ukiacha huyo ako nyuma, huyo ako kando, huyo ako mbele, mwambie malaika na roho ya Mungu ambaye hufuata neno afuate hiyo neno na kutimizie katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Msalimie sasa, mwambie na uko smart kuniliko. Kila mtu akwambia kona wivu, mwambie na uko smart kuniliko. Ukiacha ule hapo nyuma, mwambie na uko smart kuniliko. Amen. Mungu awabariki sana. Mungu awatende mema.
katika jina la Yesu. Amen. Basi tuketi chini.